أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ikiwa ni wenye kuendelea na somo la sira na kitabu ambacho tumekichagua ni Nurul Yaqin fi sirati sayyidi al-mursalin cha al-Imam al-Khudhari rahimahullahu ta'ala. Ameanza sira yake kuelezea nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika baadhi ya nuskha ameandika aya ya Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ameanza na aya hiyo juu kikusudia unapoingia katika sira, lengo kuu la kusoma sira hii, laqad kana lakum, kwa hakika kumekuwa kwenu nyinyi, fi rasulillahi, kumhusu huyu mtume wa Allah, uswatun hasanatun, kiigizo chema ambacho sisi tunaigiza kutoka kwake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa maana utakayoyasoma humu ndani ni yale tu ambayo wewe utatakikana uyafanyie kazi na ujiigize nayo. Qabla alwahyi an-nasabu ash-sharif, qabla ya wahyi nasabu tukufu, anakusudia nasabu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, السيد الأكرم الذي شرف الناس بوجوده، bwana aliye mtukufu ambaye wamepata utukufu watu kwa sababu ya uwepo wake. Sharafa an-nas biwujudihi, wamepata utukufu watu kwa uwepo wake mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kauli hii ya kusema sharafa an-nas biwujudihi, al-Allamah ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akaifanyia al-istidrak, akaikosoa akasema alladhi sharafa an-nas biwujudihi ibaratun laysat bisadida. Hii ni ibara isiyo ya sawa, ibara hii si sawa. Sharafa an-nas birisalatihi alayhi salatu wassalam, watu wamepata utukufu kwa sababu ya risala yake, utume wake, kama alivyosema Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil-Islam, sisi ni watu ambao Allah ametupa izza kwa sababu ya Uislamu, na si kwa sababu tu ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali watu walipata utukufu baada ya yeye kupewa risala. Amma mujarradu wujudihi fa innahu sallallahu alayhi wasallam, ama kwa kupatikana yeye tu, kwa maana alipozaliwa tu mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yahsul linnasi sharafun, hawakupata watu utukufu. Alipozaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam, watu hawakupata utukufu wala hawakuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali walikuwa na yao waliokuwa wakiyafanya, kama ambavyo tunasimuliwa sisi katika tarikh. Illa ba'da an bu'itha birrisala, isipokuwa watu walipata sharaf baada ya yeye kupewa risala, kutumwa na Allah azza wa jalla, ndipo wale waliosilimu ndio wakapata sharaf. ولهذا فالذي يحتفلون بعيد الميلاد النبوي مخطئون. أكسم ابن عثيمين رحمه الله, kwa sababu hii wale ambao wanasherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni wenye kukosea. Hakuna
jambo la kufurahikia jambo hili, liannahu, kwa sababu lau qudira, lau kama itakadiriwa na tukubaliane na tuwafikiane kwamba an yakuna ihtifalu, kwamba kuna juzu kusherehekea, lau kama ingelikuwa inajuzu kusherehekea, lakini haijuzu. Lau harfu imtina'i limtina', sio, haiwezekani jambo hili. Lakana al-ihtifalu bi shay'ain, ingelikuwa basi tusherekee vitu viwili, bibi'thatihi wa hijratihi, kutumwa kwake na kuhama kwake kutoka Maka kwenda Madina. Haya mawili kama kuna kusherehekea, basi haya ndio yalikuwa sherehekewe, kwa sababu alipopata bi'tha ndipo watu walipata izza na sharaf. Kadhalika alipohajir kutoka Maka kwenda Madina ndipo Uislamu ukazidi kuenea. Kwa hiyo kwa haya mawili kama ingelikuwa una ulazima wa kusherehekea na uwajibu, basi ingelikuwa haya ni yenye kufanyiwa hivyo. Amma bi'thatuhu, ama kutumwa kwake, faqad sha'a minha an-nur, kumeenea nuru kwa sababu ya kuzaliwa, kwa sababu ya kutumwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hijratuhu faqad sha'a minha al-mulku wad-dawla, ama kuhama kwake ndio sababu ya kuenea ufalme kadhalika na daula yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amma mujarradu annahu wulida alayhi salam, alayhi salatu wassalam, ama kuzaliwa tu, la, fa innahu lam yahsul linnasi dhalika an-nuru, watu hawakupata nuru baada ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini wao wanasema alipozaliwa tu dunia nzima iliingia nuru. Hapana. Kwa hiyo si hivyo. Alladhi hasala ba'da bi'thatihi alayhi salatu wassalam, nuru ambayo ilipatikana baada ya kutumika yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa qawluhu sharafa an-nas biwujudihi fihi nadhar, kusema sharafa an-nas biwujudihi, qawlihi inahitaji mazingatio, kuiangalia upya, kwa maana si kauli ya sawa. Wasawabu an yuqal sharafa an-nasu birisalatihi, wamepata watu utukufu kwa sababu ya risala yake. Ainalu sharafa birisalatihi sallallahu alayhi wasallam. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتجز في يوم حنين. نهاية ينجوليشها قيالي aliyoyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Irtajaza manake ni kutunga shairi kwa kutumia bahru ya ar-rajazi, na bahru 16 zile za shairi. Sasa akitumia bahru ya ar-rajazi tunasema irtajaza, na hii bahari aliyotumia yeye ni bahru ar-rajaz, bahari zile za kishairi, taf'ila za kishairi. Alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana an-nabiyyu la kadhba, mimi ni nabii na hili si la uongo. Ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni mtoto wa Abdul Muttalib, mimi ni mtoto wa Abdul Muttalib. Walam yaqul in ana ibn Abdillah, na wala hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Hunain, hakusema ana ibn Abdillah, amesema ana ibn Abdul Muttalib, ambaye mnafahamu kama ni nani huyo? Babu. Sawa? Hakusema ana hafidu Abdul Muttalib, ana ibn, mimi ni mtoto, hakusema ni mjukuu. Kadhalika hakujinasibishia kwa babake Abdullah. Kwa nini? Wadhālika lianna Abdul Muttalib ashharu min Abdillah fi Quraish, kwa sababu Abdul Muttalib alishuhurika zaidi kuliko babake. Aliyekuwa mtukufu zaidi na anayejulikana zaidi ni babu yake Abdul Muttalib, liannahu dhu ra'yin sadid, kwa sababu wakati huo Makuraish walipokuwa wakienda kwa Abdul Muttalib kuchukua rai, wakiitakidi rai yake ni ya sawa, kwa ni mtu mtukufu kwa wao.
ولأنه سيد في قومه لقسباب عبد المطلب alikuwa bwana mwenye kuheshimika katika kaumu yake fantama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ilayhi akajinasibisha mtume sallallahu alayhi wasallam kwake fi maqam ash-shaja'ati wal-iqdam kwa sababu ya maqam ya kuonesha ushujaa na kuonesha utangulizi wake na ukubwa wake kwa babu yake. كذلك كتب فائدة الشيخ ابن عثيمين كسيما فائدة في إطلاق المولى والسيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه مسمى السيد الأكرم السيد الأكرم سمى فائدة كسمى المولى والسيد المولى يطلق على عدة أنواع لأنه مولى هتميك ومعنى نيني يطلق على السيد هتميك كما نبوانا السيد بانا فيقال مثلا هذا مولى فلان هم نبوانا وفلان أي سيده ولا شك أنه سيدنا فكنا شك kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni bwana wetu. Kwa hiyo ikiwa tutumie neno sayyid kwa maana ya maula anasema hakuna ubaya, lakini in kunna natakallamu ma'a unasin imeandikwa inasin sahihi ni unas ni jamu ya insiyun ina damu mmoja unasun wengi sawa au tumika insan au unas lakini in kunna natakallamu ma'a unasin ikiwa tunazungumza sisi lakini ikiwa tutakuwa ni wenye kuzungumza sisi na watu ambao yadhunnuna anna maulana ay rabbana neno maulana hulifasiri rabbana fahadha la yajuzu itakuwa haifai kutumia maulana kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وقد قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم تسلم aliwaambia semeni kauli yenu ya kusema as-sayyid المولى ولا يستهوينكم الشيطان lakini asikutekeni nyinyi shaytan asikuchukueni shaytani kwenye kauli zenu. akhrajahu Ahmad min hadithi Anas radiyallahu anhu wa sahahahu al-Albani fi ghayat al-maram yani abaha lahu aliwahalalishia mtume sallallahu alaihi wasallam an yaqulu anta sayyiduna kwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimaana bwana maula na sio rabb kwa maana ya Allah kama wafanyavyo baadhi ya masufi katika hili. lakini qala la yastahwiyannakum ash-shaytan ay la yastajriyannakum asikutekeni nyinyi shaytan lialla yuaddi dhalika ila al-ghuluwi ili msije mkena katika kupetuka mpaka. بهذا اللفظ أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن الشخيري رضي الله عنه والصححه والألباني في صحيح أبي داود. إلكم فائدة يا شيخ ابن عثيمين لا رجوز huyu bwana mtukufu ambaye amepata sharafu watu kwa sababu ya risala yake huwa Muhammad ibn Abdullah yeye ni Muhammad mtoto wa Abdullah من زوجه آمنة بنت وهب الزهرية أو الزهرية القرشية هو عبد الله يمزا محمد kutoka kwa mkewe anayeitwa Amina mtoto wa Wahbi wa kabila la Zuhriya al-Qurashiyya. Az-Zuhriya ni kabila la bi Khadija radhiyallahu anha kwa nasab ya az-Zuhra. Kwa tunasema jina lake ni Amina bint Wahb bin Abd Manaf bin Zuhra. Huyu Zuhra ndo limenasibishwa kabila lake likawa az-Zuhriya. Sawa? ambaye hii az-Zuhra kabila la bibi Khadija radhiyallahu anha kadhalika na baadhi ya masahaba ndio wananasibiana na yeye bibi Amina radhiyallahu bi Amina huyu si hakuridhiwa na Allah bi Amina hakuridhiwa na Allah
sabqul lisan. Kuna maneno ya wanawachuoni kuhusu Amina na baba yake Abdullah. Katika masahaba ambao wana nasabu moja kwenye kabila la Zuhriya ni Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, kadhalika ndugu yake Umair ibn Abi Waqqas, kadhalika Abdurrahman ibn Auf. Hawa wote ni kabila la Amina bint Wahbi az-Zuhriya al-Qurashiyya, na yeye huyu ni Mquraish vile vile. Na huyu Quraish tutamuona mbele alikuwa ni nani. Ikhtalafa ulama fi al-Quraish, lakini tutaona mbele Quraish anayokusudiwa ni nani. Ibn Abd al-Muttalib, huyo Muhammad mtoto wa Abdullah ni mtoto Abdullah ni mtoto wa Abd al-Muttalib. Abdullah ambaye ni baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtoto wa Abdul Muttalib, ambaye Abdul Muttalib jina lake ni Shayba. Jina lake huyo ni Shayba. Hii Abdul Muttalib sio jina lake la kuzaliwa. Hili la nani hili tutaliona hapo mbele. Na kwa nini kaitwa Abdul Muttalib pia tutaona hapo mbele. Min zawjihi, kutoka kwa mkewe huyo Abdul Muttalib amemzaa Abdullah kutoka kwa mkewe Fatimata binti Amr al-Makhzumiyya, kutoka kwa Fatima mtoto wa Amri al-Makhzumiyya al-Qurashiyya. Al-Makhzumiyya ni kabila linalonasibishiwa kwa bwana mmoja aitwa Makhzum ibn Yaqadha. Makhzum ibn Yaqadha, kwa al-Makhzumiyya min Makhzum ibn Yaqadha, ambayo imeenda huko mpaka Kinana. Al-Qurashiyya naye pia ni al-Qurashiyya. وكان عبد المطلب، نالكوا هو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومتوم صلى الله عليه وسلم، شيخا معظما، ni mtu mzima tena mwenye kuheshimika, mwenye kuheshimiwa, mwenye ihtiramu mbele ya watu na mwenye manzila wa makana. Ana nafasi kubwa mbele za watu fi Quraishi, kwa Makuraishi wote. Haya anaonesha shekhe Allah amrehemu juu ya utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yasuruna an ra'yihi, watu wanarejea kwa rai yake, fi mushkilatihim, katika yale yanayowatia ishkali na kuwachanganya. Kurejea kwa Abdul Muttalib katika yale ambayo wao wanapata ishkalat, kwa maana iltibasat wa ikhtilatat, wamechanganyikiwa na jambo hawajui pa kupita. Yasuruna ila yarji'una ila Abdul Muttalib, kurejea kwa Abdul Muttalib. Wayuqaddimunahu, na huwa wanamtanguliza mbele bwana huyu, fi muhammatihim, katika yale mambo yaliyo muhimu kwa wao. Ibn Hashimi, huyu Abdul Muttalib ni mtoto wa Hashim, ni mtoto wa Hashim. Huyu Hashim amemzaa Abdul Muttalib kutoka kwa mkewe anaitwa Salma binti Amri an-Najjariya al-Khazrajiyya. Sasa hii Abdul Muttalib imepatikana wapi? Jina lake ni Shayba, kutoka kwa huyu Hashim. Hashim ndio baba yake, Hashim ndio baba wa Abdul Muttalib. Sawa, tuko pamoja hapo? Huyu Hashim katika wanaume alizaa watoto 4. Sawa, miongoni mwao ndo alikuwepo huyu Abdul Muttalib. Sasa huyu Shayba alikuwa huko Madina. Babake alipokufa
ammi yake ambaye ni Abdul Muttalib akaenda akamchukua kwenda kuishi naye. Kwa hiyo jina la Abdul Muttalib ni jina la ammi yake yeye huyo Abdul Muttalib, akanasibishiwa kule. Wapo waliosema kwa sababu alimweka mithili ya mtumwa na maneno sio kwa hayo. Almuhimu ni jina la ammi yake ndio akanasibishiwa yeye, lakini jina lake ni Shayba ibn Hashim. Kwa mkewe Salma binti Amri an-Najjariya, amemzaa kwa Salma an-Najjariya. Wan-Najjariya al-Khazrajiyya, ni kabila la Khazrajiyya ambao an-Najjariya wanasema ahlul ilmi an-Najjariya ni kabila, Najjariya ni kabila la Najjar. Kabila hili ni kabila wanasema ni kabila la wajomba zake babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni katika jamaa wa mama zake Abdul Muttalib ndo Najjariya. Sawa? Na panasemwa la sio wajomba wa Abdul Muttalib, bali Najjariya ni kabila la upande wa mama ake Abdullah, babake Mtume. Kwa hiyo hili ni kabila la wajomba wa babake Mtume kwa upande wa mama ake babake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo nielewe vizuri tu, takuchanganya takuvuruga kichwa, lakini tanielewa. Huyu Abdul Muttalib sawa, amemwoa nani? Fatima bintu Amri, ndio. Sasa huyu Fatima huyu ndugu zake sawa ndio kabila la Najjariya. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili wanasema hapana, huyu Abdul Muttalib huyu babake aitwa nani? Hashim, au sio? Sasa huyu Hashim mkewe Salma. Sasa hawa ndio wajomba wa Abdul Muttalib. Kwa hiyo Salma ndiyo Khazrajiyya, ndugu zake wote hawa ni wajomba wa Abdul Muttalib. Kwa ni upande wa mama wa nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wazazi wake. Simenelewa? Watu wako hawaelewi. Na haya ndio yajue, kwa sababu tunataka hii sharafu ya Mtume iliyokwenda kwa upande wa baba isiyo upande wa mama. Sawa? Sababu upande wa mama nao ni mtukufu, kwa upande wa baba ni mtukufu zaidi. Sawa? Baba yake Mtume ameoa. Sawa? Yeye mwenyewe amezaliwa, baba yake Mtume, si ndio? Amezaliwa mama yake. Sasa upande wao huu ndio unaitwa Najjariya. Sawa? Kwa ni upande wa mama yake baba yake Mtume. Sawa? Kauli ya pili wanasema hapana, huyu Abdul Muttalib huyu ambaye ni babu yake Mtume, upande wa mama yake sasa ndio Najjariya. Hapo umeelewa? Nitakuuliza mimi. Al-Khazrajiyya, kabila la Al-Khazraji, ambao kabila la Al-Khazraji An-Najjari ndio kabila bora Madina, kama hadithi ilivyokuja Imam al-Bukhari, khairu dawri al-ansari banu Najjari. Tunasema bora ya nyumba za Ansari ni nyumba za Banu Najjari, hawa An-Najjariya Al-Khazrajiyya. Ibn Abdi Manafi, huyu Hashim ni mtoto wa Abdi Manafi. Huyu Hashim ni mtoto wa Abdi Manafi, ambao wao walikuwa wanne, ni Hashim mwenyewe na Abdu Shamsi na Abdul Muttalib na Naufal, walikuwa ni wanne. Abdul Manafi kaza watoto wanne. Abdul Muttalib kamzaa Hashim. Abdul Muttalib huyu sababu yake Mtume mwingine, sawa? Hashim, Abdul Muttalib, Abdu Shamsi na Naufal. Na hapa ndo wanapatikana ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa? Katika hii hawa watoto wanne
ndio panapatikana ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ambayo wanachuoni wamezungumza miongoni mwa kauli zao. Huyu Abdul Manafi kamzaa Hashim, Abdul Muttalib, Abdul Shams na Naufal. Sawa? Hashim na Abdul Muttalib jambo lao lilikuwa moja, Abdul Shams na Naufal wakajitenga na hawa wawili. Kwa hiyo kizazi cha hawa wawili hawa, Hashim ambaye ni babu yake mtume, sawa, na Abdul Muttalib, vizazi vyao vyote ni ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ama upande wa Naufal na Abdul Shamsi, hawa sio kizazi cha, si ahlu baiti Rasulillah, sababu wao walijitenga na hawa wawili. Kwa mambo yakawa imegawanyika hapa katika hawa wawili. Ni mtoto huyu Hashim, ni mtoto wa Abdi Manafi min zawjihi, kutoka kwa mkewe Atika binti Murrata as-Sulamiyya. Abdu Manafi amemzaa Hashim kutoka kwa mkewe anayeitwa Atika, mtoto wa Murra as-Sulamiyya. As-Sulamiyya ni kabila kubwa katika makabila la al-Qahtaniya. Al-Qahtaniya. Ibrahim alayhi salam amemzaa Ismail, sio? Ismail akazaa kizazi chake, kisha baadaye kikagawika sehemu mbili. Adnaniya ndio kizazi cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Adnaniya tutaona ndio mwisho wa nasabu ya Mtume sallam, ambao imewafikiana wanawachuoni. Na Qahtaniya, kwa hiyo Adnani na Qahtani hawa walikuwa ni ndugu. Adnaniya ndio uzao wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Qahtaniya ili ni kabila ambalo liliishi Yaman. Sawa, liliishi Yaman, na huko ndio wenye asili ya Uarabu. Ndio maana wa Yaman wao hujisifia kwamba wao ndio Waarabu qoho. Sawa, na ndio sahihi. Sababu watu wa Makka Waarabu wao wamekuja kwa kuhamia Ibrahim alayhi salam Makka. Ibrahim hakuwa Mwarabu alayhi salam, sawa, hakuwa Mwarabu. Ibrahim Palestina huko hakuwa Mwarabu, kahamia Makka, wakapatikana Waarabu wa Makka. Tunaweza kuona mbele baina al-ariba wal-musta'riba, ni wapi ariba ni wapi al-musta'riba. Kwa hiyo as-Sulamiyya ni kabila la Qahtaniya min al-Azdi. Tutakuja kumuona Azdi ni nani, amani katika watoto wa al-Khazraj ibn Haritha ibn Qusay. Huyu Abdu Manaf ni mtoto wa Qusay. Abdu Manaf ni mtoto wa Qusay, na Qusay amemzaa Abdu Manaf kutoka kwa mkewe Hubba binti Hulayl al-Khazzaiyya. Hubba binti Hulayl al-Khazzaiyya, kutoka kwa Hubba mtoto wa Hulayl al-Khazzaiyya. Na huyo al-Khazzaiyya ndio hayo makabila ya al-Azdi, al-Khazraj bin Haritha, sio kuyaona pia mbele huko. Waqila Mudar ni kabila la Mudar. Al-Khazzaiyya pia wakasema ni kabila la Mudar ambao likiishi Makka na Madina. Wakana ila Qusay, anasema palikuwa kwa huyu Qusay, atakuwa babu wangapi wa mtume huyo? Watatu, sio wanne. Abdul Muttalib wa kwanza, Hashim wa pili, Abdu Manafi wa tatu, Qusay wa nne. Kwa babu yake wa nne Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyu fil jahiliya, katika jahiliya kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumwa, kana ila Qusay fil jahiliya hijabatul baiti, ilikuwa ndio kuna haki ya hijabatul baiti, kuivisha nguo ile Kaaba. Ile Kaaba sina nguo yake ile inaitwa qiswa, sawa, min kisa. Kisa ni kuvisha, sawa. Allah alhamdulillah alladhi kasani hadha wa razaqanihi, kasani kunivisha. Kwa hiyo kisa ndio asili yake, lakini huitwa kiswa.
lile vazi la Kaaba tambara jeusi lile mnaliona pale, lile huwa hawavishi watu wote tu, ilikuwa lipo chini ya Qusay, ndio mwenye haki ya kubadilisha nguo ya Kaaba. Kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumwa na kupewa bi'tha, lile jumba lilikuwa linaheshimiwa sana na Makuraishi, pamoja na kuwa hawakuwa wao ni Waislamu, kwa sababu ndiyo ambayo wao limewapatia shara. Kisoma suratu al-Fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, mpaka mwisho. Kisha Allah akaelezea sababu ya kuangamiza hawa watu wa fil katika sura ya mbele, ambayo anasema ahlul ilmi maudhui yake ni moja, liila fi Quraish. Ndio maana ikaanza na jar na majrur. Aya mwanzo inaanza na jar na majrur, ambayo sio kawaida katika lugha ya Kiarabu, sababu inaungana na suratul Fil. Ameyafanya yale kwa sababu ya kuwafanya wamoja Makuraishi, akawapa sharaf kwa sababu ya ile Kaaba ambayo wao wanaonekana wanaogopea kwa sababu ya Kaaba. Baada ya Allah kuwaangamiza wale, kila mmoja Kaaba kawa anaiogopa. Kwa hiyo kuvisha kwa lile nguo ilikuwa ni haki ya Qusay na si mtu mwingine. Wasiqayatul haji, kadhalika kuwanywesha maji mahujaji maji ya Zamzam. Haki hiyo ilikuwa ni haki ya Qusay. Wa it'amuhu, na kuwalisha chakula ambayo almusamma birrifada. Kitendo hicho huitwa arrifada. Arrifada ni saqiyul haji wa it'amu, ni kumnyusha maji haji na kumpa chakula, huitwa arrifada. Sawa, ni haki ya nani? Qusay. والندوة كذلك الندوة وهي الشورى نشورى. haikaliwi shura katika mji wa Makka, haikaliwi shura katika mji wa Makka wakati Qusay yupo au hayupo, mpaka mwenyewe awemo katika shura. Kiwa hayupo pale katika shura, yupo kwake, shura haitokaliwa. Kadhalika hayupo nje ya mji, yupo nje ya mji, shura haikaliwi mpaka Qusay awepo. La yatimu amrun illa fi baitihi, halitimi jambo isipokuwa lazima liwe nyumbani kwake, kwa maana yeye mwenyewe ndiyo mwenye kutoa amri katika mji wa Makka na Makuraishi kwa ujumla, kuonyesha kwamba alikuwa anatoka kwenye kabila la watukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika walliwa'u, na bendera. واللواء نبندera لا تعقد راية لحرب إلا بيده, haifungwi bendera ya vita isipokuwa kwa mkono wake Qusay. Yeye ndo anasema twendeni vitani, yeye anasema rejeeni nyuma. Bendera inafungwa mikononi mwake Qusay. Walamma ashrafa ala almauti, zama yalipokaribia kwake yeye mauti, kwa maana mtu mzima tayari anaumwa na maradhi ya mauti, jaalaha fi yadi ahadi auladihi, akajalia jambo hili. Jambo lipi? Inarejea kwa yote, hijabatul baiti wa siqayatul hajji wa it'amuhu, kadhalika an-nadwa, kadhalika al-liwa. Yote haya akayajalia kwa mmoja ya mtoto wake anaitwa Abduddari, ndio akampa mamlaka haya mtoto wake aliyemzaa, kwa maana nikifa mimi mamlaka yanarudi kwa Abduddari. Kumbuka huyo Qusay ndiyo baba wa Abdu Manafi, ambaye Abdu Manafi ndio uzao wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini hakuweka kwa Abdu Manafi, kaweka kwa huyo Abduddari, ambaye mzee huyu Qusay katika watoto wake aliyowazaa ni huyo Abduddari, kadhalika Abdu Manafi, kadhalika Abdul Izza, kadhalika Abdu Qusay ibn Qusay, kadhalika Nabarratu bintu Qusay. Hawa walikuwa ni baba mmoja mama mmoja. Sawa.
kisha wengine kutoka nje alikuwa asiko mama yao aitwa Tahma bintu Qusay. Almuhim akaegemeza yote kwa Abduddari, mtoto wake aliyemzaa, ndugu na babu yake mtume Abdu Manafi. Lakini banu Abdu Manafi, lakini watu wa Abdu Manafi sasa ni wapi hao? Kina Hashim, Abdul Muttalib, Abdul Shamsi na Naufal. Sawa, hawa ajma'u ra'yahum, wakakubaliana rai yao ala alla yatruku bani ammihi, kutokumwachia mtoto wa ammi yao, yastathiruna bihadhihi almafakhir, wakawa majihusisha peke yao kwa haya ya kujifakharisha nayo, sababu hijabatul baiti katika mambo ya kujifakharisha. Sawa, kadhalika rifada katika mambo ya kujifakharisha, kadhalika an-nadwa, kadhalika al-liwa, yote haya mambo ya kujifakharisha kwamba sisi ndio wenyewe. Sema mbona wamekaa kwa peke yao, sisi hatujapewa lolote kati ya haya. Kwa hiyo hawakubaliana kwamba kutokuwaachia peke yao Banu Abdiddari, lazima mamlaka yagawiwe kwa matumbo yetu na sisi. Anasema mwandishi, wakasema haiwezekani wajihusishe peke yao kwa mafakhir haya. Wakada yufdhi al-amru ila al-qitali, likakaribia jambo kuelekea katika vita, wakataka kupigana juu ya mambo haya. Laula an tabaraka al-amra uqala'ul fariqain, lau kama sikulidiriki jambo wale wenye akili katika makundi haya mawili, basi wangeliingia uwanjani kwenye vita. Lakini wale wenye akili katika watu wazima wakawaita pamoja, wakazungumza nao baina ya Banu Abdiddari na Banu Abdi Manafi. Unanielewa? Haya, wakakaa pamoja kwenye kiti au kwenye kikao kwa ajili ya kugawana madaraka. Fa'atau Bani Abdi Manafi, wakawapa Banu Abdi Manafi, au fa'utu, wakapewa Bani Abdi Manaf wakapewa as-siqayata war-rifada, wakapewa as-siqaya war-rifada, ambayo rifada ndiyo saqiyo. Sawa, lakini wao wakagawa sasa as-siqaya kunywesha mbali, war-rifada wakawa kama ni chakula na kulisha kwa wao. Kwa as-siqaya war-rifada ikahama kutoka kwa Abduddari ikaenda kwa Banu Abdi Manafi. Fadamata fihim, yakadumu mawili hayo kwa Banu Abdi Manafi ila an intahata lil-Abbas ibn Abd al-Muttalib, ikaenda mpaka kwa Abbas ibn Abd al-Muttalib, mmoja ya watoto wa Abdul Muttalib, ammi yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thumma libanihi man ba'dahu, kisha wakaja kwa watoto wake waliokuja baada yake yeye al-Abbas, kina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma na wenziwe, ikawa kwao kuna haki ya as-siqayatu war-rifada. Amma al-hijabatu, ama kuivisha nguo Kaaba, fabaqiyat biyadi Bani Abdiddari, ikabakia hili kwa Banu Abdiddari, wao na wakaona haki yao hii ikaendelea. Wa aqarraha lahum, na ikawakubalia wao jambo hili ash-shar'u, sheria. Kwa maana hata Uislamu ulipokuja ikabaki haki kuwa ni ya Banu Abdiddari, ima moja ni Waislamu au sio Waislamu. Sawa, haki ni ya kwa wao. Fahiya fihim ila al-ana, nayo ni haki ipo mpaka sasa. Alipoamia kitabu hiki na mpaka sasa tunazungumza sasa hivi ipo kwa hawa Banu Abdiddari. Wakasema tajuaje mambo haya? Wale wenzetu ni watu wenye kuchunga tarikhi. Ndio kusema siku moja hapa mmoja wetu akiambiwa ataje jina lake mpaka babu yake watano
umempa mtihani mmoja mzito sana. Wengi wetu fulani bin fulani bin fulani, jambo limemalizika, anamjua baba yake na babu yake, aliyemzaa baba yake, kama kajitahidi na baba yake babu yake, kisha habari babu watano hamfiki. Wengi katika sisi, sawa, na hilo halipingwi. Kwa hiyo hata pengine mtu asili yake hajui, mimi kwetu paje, pengine wala hakuna asili ya hapo, pengine ni wakuja tu kutoka huko Somali huko pengine wapi, haelewi watu. Sasa wenzetu wanayachunga haya na wanayazingatia. Ndio maana mpaka leo, mfano labda mufti wa mamlaka, sawa, lazima jina lake laishia alu sheikh, lazima mufti aishiwe na alu sheikh mwisho wake. Maana nini? Ni familia ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ndio ni mufti peke yao, kwenye kizazi chao ndio kitakuwa mufti mpaka mwisho. Kadhalika jambo hili sasa la kuivisha Kaaba, huo wao wanafahamu familia, huyu mpaka huyu, kwa sababu wao wanahifadhi ile ambayo wao wanayo. Sisi hatujahifadhi kwa sababu wazee wetu pia hawakuwa wenye kuyahifadhi. Kimuuliza baba asili yenu ni wapi? Sisi asili yetu Pemba. Kama babu yake huko wametoka huko na Lamu pengine na mapunda yao wakahamia Pemba. Na ndio wengi wa Pemba, kama mlikuwa hamjui, wametoka Lamu na Punda huko, ambao asili yao hao walikuwa ni Omani. Wametoka Omani wakaja Mombasa, yani Kenya, Lamu pale, wakaishi pale, baadaye wakatoka pale na Punda wao, wengi yao wakahamia katika visiwa vya Pemba, katika maeneo zaidi ya mkoani, wengi wakahamia pale. Kumbe asili yako wewe ni Mombasa huko Kenya, sema mimi Mpemba, sababu hajui hiyo historia yake. Itunzeni hizo. Na maana watu wengi makabila yao hawajui yao. Kila mmoja kwa mimi Mshirazi mpata wapi wewe? Au unasikia tutasema Shirazi. Haya kabakia mpaka sasa. Wahum banu Shaybata bin Uthman, na hawa banu Abdiddar ambao na hijaba ndio ikenda mpaka kwa banu Shayba ambao wote katika kizazi chake, banu Shaybata bin Uthmana bin Abi Talhata bin Abd al-Izza bin Uthman bin Abdiddar. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja katika fathu Makkah, akaingia kwenye Kaaba, akachukua ufunguo, ima wanasema alichukua kwa Shayba bin Uthman, sawa, au hakuwa Shayba bin Uthman, alikuwa ni Uthman bin Abi Talha, ikhtalafa ulama. Alichukua ufunguo kutoka kwa wao, akaingia ndani ya Kaaba na kusafisha Kaaba, akaswali ndani ya Kaaba. Baada ya kumaliza kuswali ndani ya Kaaba, akawarejeshea funguo kwa wahusika. Hakuchukua pamoja na kuwa tayari kuna fathu Makkah, lakini akasema hii ni amana iliyo kwa banu Abdiddari. Akamuita, kama alikuwa ni Talha au alikuwa ni Shayba, akamuita akamwambia njoo chukua huo funguo, hii ni amana yenu. Kwa kumrejeshea kwake ni dalili kwamba sheria imeridhia waendelee na jambo la alhijaba ya Kaaba. Wa amma alliwa'u, ama bendera, yule usimamiaji wa vita, fadama fihi, ikadumu kwa wao banu Abdiddari hatta abtalahu alislam, mpaka likabatilisha jambo hili Uislamu. Ulipokuja Uislamu, bendera ya vita ikaondoshwa kwa banu Abdiddari, waja'alahu, na ikaijalia sheria ya bendera haqqan, ni haki, lilkhalifati, kwa khalifa atakayetawalia watu ndio mwenye haki ya bendera, ala almuslimin, khalifa wa Waislamu, yadha'uhu, ataiweka yeye huyu khalifa, fi man yarahu salihan lah, kwa yule ambaye atamuhisi anastahiki zaidi. Wewe utasimamia bendera, atachagua yeye. Wakadhalika nadwatu, kadhalika na mambo ya shura yakarejea katika daula, na sio kwa banu Abdiddari wala banu Abdi Manaf. Atakayetawalia ukhalifa ndio watasimamia alliwa'u wan nadwa. Utapata kuona kwamba pamoja na ujahili wao
walikuwa katika mambo yao wanaokubaliana. Wale majahilia wa Kiarabu hawakuwa wakipingisha, walikuwa wanakwenda vile vile kwa vile ambapo wamewafikiana. Tutaja kuona mbele katika masala ya halafu wakiapizana katika jambo, ukishaapa basi, yani ni muhali aliapa kwenda kinyume na kiapo chake, kinyume na sasa hivi Muislamu lakini anaapa tu kwa sababu kaambiwa aape. Wa Qusay, na huyu Qusay huyu bin Kilabi ni mtoto wa Kilab. Huyu Qusay ambaye tumemzungumza hapa ni mtoto wa Kilab. Min zawjihi, kutoka kwa mkewe huyu Kilab aitwa Fatima binti Sa'di, ni mtoto wa Sa'di. Wa hiya yamaniya, naye huyu ni Myamani. Min asli Shanua, baadhi ya nuskha imekuja azdu Shanua, na nyingine imekuja azdu Shanuwa, Shanuwatun. Sawa, kuna azdi mbili ambao ni wa Yaman wa Qahtani, kuna azdu Shanua na azdu Umman katika historia. Huyu Kilabu ni ibnu Murrata, ni mtoto wa Murra. Kilab ni mtoto wa Murra. Min zawjihi, kutoka kwa mkewe Hindi binti Sariri bin Bani Fihr ibn Malik, ni mtoto wa Sariri ibn Bani Fihr ibn Malik, ambaye Murra ibn Ka'bi ni mtoto wa Ka'bi. Min zawjihi, kutoka kwa mkewe huyu Ka'bi anaitwa Wahshiyata binti Shayban, Wahshiyata binti Shayban bin Bani Fihri, naye pia ni katika kabila la Fihri, ambaye Fihri ni katika ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao tutakuja kuona mbele katika mababu zake huko. Aidan vile vile Ibn Lu'ay, huyu Ka'b ni mtoto wa Lu'ay. Ka'b ni mtoto wa Lu'ay. Min zawjihi, kutoka kwa mkewe Ummi Ka'bi, mama wa Ka'bi, ambaye kwenye vitabu vyetu vimeandikwa Mawiyatun, vingi ya vitabu vimeandikwa hivyo. Hiyo sahihi ni Mariyatu. Kwenye kitabu nuskha ya Abu Abdul Barri hapa ndio imeandikwa Mariyatu, Mariya, sio Mawiya. Hiyo wao ni kosa, bali kaira hapo, Mariya sio Mawiya. Ummi Ka'bi Mariyata binti Ka'bi bin Qadaa, ni mtoto wa Ka'bi bin Qadaa. Kadhalika huyu Lu'ay ni mtoto wa Ghalib, yani ibn Ghalibi, mtoto wa Ghalib min zawjihi, kutoka kwa mkewe Ummu Lu'ay, mama Lu'ay, Salma binti Amri al-Khazza'i, ambayo tunasema al-Khazza'i ni kabila la Azdiya, sawa, uko juu, al-Khazraj bin al-Haritha, sawa. Bin Fihri, huyu Lu'ay, huyu Ghalib ni mtoto wa Fihri. Min zawjihi, kutoka kwa mkewe Ummi Ghalib Layla binti Sa'd bin Hudhayl, mtoto wa mkewe anaitwa Ummu Ghalib Layla binti Sa'd bin Hudhayl. Wa Fihru, na huyu Fihru huyu huwa Quraishun, ndiyo Quraish fi qawli al-aktharin, kwa kauli ya wengi, ambao wengine wakasema la, Quraish sio Fihri bali Quraish ni Kinana, kama ambavyo ndio kuona mbele kwa upande wa Kinana. Ambaye huyu Fihri huyu ambaye ndo ameitwa Quraishi kwa sababu kwake yeye ndo kunapatikana 12 kabila, makabila 12: Banu Abdi Manafi, Banu Abdi Dar bin Qusay, Banu Asad bin Abd al-Izza bin Qusay, Banu Zuhrata bin Kilabi, upande wa mama yake Mtume Aminatu binti Wahbi az-Zuhriya, Banu Makhzum bin Yaqadha bin Murra, Banu Taym bin Murra,
بنو علي بن كعب وبنو سهم بن حصيص بن عمرو بن كعب وبنو عامر بن لؤي وبنو تيم بن غالب وبنو الحارث بن فهر وبنو محارب بن فهر. haya yote ni makabila 12 yaliyozalikana kwa huyu bwana Fihru ambaye ndiye aliitwa Quraishun. sawa. kisha kamalizia natashia hapo, walmuqimuna minhum bimakkah, na wale katika makabila haya 12 wa miongoni mwao waliokuwa wakiishi Makka, yusammauna Quraish al-Bittahi, huitwa makuraishi wa ndani. Al-Bittah maana ni makuraishi wale wanaoishi Makka ndani. Walladhina bidawahiha, na wale wanaoishi kando kando ya Makka, Quraish ad-Dawahiri, huitwa Quraish ad-Dawahiri, wa huitwa Quraish wa nje. Kwa kuna makuraishi walioishi ndani ya Makka katika makabila haya 12, na kuna makuraishi wakiishi nje ya Makka katika haya makabila 12. tutaishi hapa, tutakuanzia na Ibn Maliki kumalizia mpaka mwisho wa nasabu yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.